Habari, karibu katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Ana tutaangalia tiba ya madonda koo au madonda ya koo. Sasa watu wengi wamekuwa wakituuliza mara kwa mara namna ya kuondokana na changamoto ya madonda ya kwenye koo. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo zituma kila siku. Na kingine ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba tutaelezea vyanzo vya madonda ya koo na vitu ambavyo vinasababisha koo kuweza kuwa na madonda ni vitu gani, lakini mwishoni tutaweza kuongelea namna ya kuondokana na changamoto ya vidonda kooni. Sasa kitu namba moja ambacho kinachosababisha vidonda kooni tunasema ni maambukizi ya virus. Ukiwa na virus kooni ambayo inaweza kusababishwa pia, kuna influenza inaweza kusababisha vidonda kwenye hiyo sehemu ya koo. Lakini ya pili ni maambukizi ambapo kwenye virus pia hapo utaweza kukuta pia na COVID. Na COVID iko pale inasababisha vidonda kwenye koo. Lakini ya pili ni fangasi, kuwepo kwenye fangasi. Kwa hiyo maana fangasi kama Candida wanaweza pia wakashambulia kwenye koo, wanaweza wakaliasiri koo na kulisababisha na vidonda vya tumbo, kusababisha vidonda vya koo, Lakini ya pili ni kuwepo kwa bakteria. Kuna bakteria wengi ambao sisi wanakuwa wanatushambulia. Kwa hiyo wakishambulia kwenye sehemu ya koo, basi wanaweza wakasababisha vidonda vya muda mrefu kwenye koo. Kitu kingine ambacho kinasababisha vidonda kwenye koo tunasema ni acid reflux. Watu ambao wana changamoto ya acid tumboni, basi ikipanda kifuani huwa inaweza ikaunguza, kwa sababu acid tuichukulie kama tunavyofahamu acid ya kawaida. Sasa ile acid mara nyingi huwa inaunguza. Sasa ikishaunguza kwenye sehemu ya koo inaweza kusababisha vidonda moja kwa moja. Lakini kitu kingine kinachosababisha ni kwamba kutumia sauti kukuzidi wewe. Na maana mtu unapopiga kelele kubwa, ndio maana mtu unaona akipiga kelele sauti huwa inakwama au sauti inakwaruza. Kwa hiyo ikitokea ukatumia sauti zaidi ya inavyotakiwa kwa kupiga kelele, kwa kushauti na nini, basi hiyo pia huwa inasababisha vidonda kwenye koo. Ina maana itasababisha ule mate kuweza kupungua na hivyo kupelekea vidonda kwenye koo. Lakini kwenye upande wa acid reflux, kama una changamoto ya acid, basi hakikisha unaitibu mapema, kwa sababu inasababisha vidonda vya koo, na hivyo vidonda vya koo ndio hivyo vitaweza kusababishia pia kuwa na kansa ya koo, kwa sababu pia kuna kansa ya koo. Kwa hiyo unapokuwa na hii changamoto ni lazima uweze kuona namna ya kuondokana nayo. Lakini sababu nyingine ni uvutaji wa sigara. Unavyovuta sigara, basi pia unaweza kusababisha vidonda kooni, kwa sababu ile sigara huwa kuna namna ambavyo ina asili kwenye hapa sehemu zako za kifua, na hivyo itasababisha vidonda vya kooni. Kwa hiyo ni sababu za vidonda vya kooni. Sasa tuambie hapo chini, wewe unahisi vidonda vya kooni kwako vimekuja kwa sababu gani? Lakini ya mwisho ni kwamba kikohozi, kuwa na kikohozi cha muda mrefu. Unapokuwa unakohoa kwa muda mrefu, pia inaweza kusababisha changamoto kwenye koo, kwa sababu unatumia nguvu, lakini pia unaweza kuwa unakohoa na mafua, pia huwa inasababisha pia mate kuweza kupungua. Ikishapungua, basi inaweza kukupelekea madonda ya koo. Sasa kama una changamoto ya madonda ya koo, ni vitu gani uweze kutumia? Dawa ambayo unatakiwa kutumia ni kutafuta mmea ambao tunaita mzungo. Ukishatafuta ule mzungo wako, basi utachukua majani kama matatu, unayatafuna. Unashatafuna, basi unatafuna yale maji yake, unakuwa unameza. Unafanya hivyo yale matatu asubuhi, matatu mchana, matatu jioni. Na maana ukishatafuna, ukihisi yamebaki makapi tu, unayatema. Ukifanya hivyo mara 3 kwa siku ndani ya siku 7, basi utakuwa umeondokana na changamoto la vidonda kwenye koo. Kwa hiyo ni namna tunasema ni mzungwa. Mzungwa utatumia, kama ufahamu mzungwa, basi utakuonesha hapo chini kwa picha, utaweza
kuona na kuweza kutumia, kwa sababu ni mmea maarufu na ni mmea ambao unasaidia changamoto mbalimbali. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunapozituma kila siku na namna ya kuondokana nazo. Na kama kuna issue ambayo inakusumbua na changamoto inayokusumbua, umekosa suluhisho, basi utatuambia hapo chini na sisi tutaweza kukupa namna ya kuondokana na hiyo changamoto. Karibu na Mungu akubariki.